kuboresha elimu kwa wote inajenga matabaka. Yaani serikali ndio inaanza kubagua watu wake. Pale katikati kuna shule inaitwa Mzimuni. Mzimuni ni shule yetu sisi wenyeji huku wenyewe wa Magomeni. Sasa katika haya maboresho yao pale pale kumeshatengwa ziko primary mbili. Kuna ya English medium na ya Swahili medium. Walivyokuwa hawana hata sense ya kuhisi, kujua kwamba hisia za watoto au jamii zitakuwaje. Wale watoto wanaofundishwa kwa Kiingereza tunaambiwa wazazi wao wanalipia shilingi 400,000 kwa mwaka. Mpaka uniform zao zimebadilishwa. Ni ya serikali. Ya serikali hiyo. Mpaka uniform za watoto zimebadilishwa, wao wanavaa drafts hivi nzuri mashallah ukiziona. Kwa hiyo wale watoto wale wanaotoka mtaa ule. Nisaidie nyumba hii na hii. Mmoja na ile plain ya blue ile ya mwenzangu na mimi hiyo. Na darasa lake naambiwa limejaa mpaka mwalimu akitaka kutoka pale anambia nipisheni. Upande wa pili kule kuna English medium. Watoto wanakaa kwa nafasi na uniform zao nzuri na hivi. Sasa hapo ndio umeondoa changamoto. Au hapo ndio umeongeza thamani kwenye elimu yetu. Umejenga matabaka na unawajengea hisia mbaya mpaka watoto kwa wanasema hivi, fikiria mtoto yule anatoka pale hapa kwa hapa hivyo. Kwa wanasema yule mwenzangu babake hana pesa. Na yule anamwangalia mzee yule ama atasema maskini yule babake hana pesa. Yule shauri yake babake hana pesa. Unawajengea watoto toka mwanzo wanaonana getini na hivi. Why? Alafu ni serikali inafanya hivi. Acha hizo private wafanye shule za malipo. Serikali ilitakiwa kuboresha shule zake na sio kutaka kuingia ushindani na watu private, na kama vile wameonea choyo wa private, waliona kwamba wanapata soko. Hivi unadhani wangejenga wao shule zao za serikali hivi vizuri, wakawaleka walimu wazuri, walimu ambao wamefundishwa vizuri na wao wanajua lugha ya Kiingereza, wengine mashallah sasa tunao mpaka lugha ya Kiarabu wako mashuleni huko. Mtoto anatoka pale na plain blue yake ile, Kiingereza na kimudu na lugha yake ya Kiswahili anaieleza fasaha, labda mwingine kapata na Kiarabu. Kwani mzazi atakuwa na sababu ya kumpeleka mtoto wake private kule?